Usije ukampa kazi mtu kwa kumhurumia. Usisubutu. Usimpe kazi mtu kwa kumhurumia au kwa sababu ni ndugu yako. Angalia uwezo wa mtu kufanya kazi na si uzuri wa cheti alicho nacho cha shule. Mwajiri mtu ambaye akifanya vibaya kazini unaweza ukamkamata na kumpeleka kwenye discipline room na hata kumpeleka selo akalale siku 2 ili ajifunze tabia nzuri ya kutokuiba kazini. Nipungie mkono. Acha kuwaajili ndugu ambao wakiiba, ndugu watakuita kijijini, watakwambia ndugu njoo tuzungumze yaishe, na hasara umeshapata. Usije ukasubutu. Hata wewe ukifanya evaluation utagundua kwamba watu wengi sana waliokuumiza kwenye biashara uliowahi kufungua, kwenye kampuni yako, kwenye taasisi unayosimamia, utagundua ni watu ambao mmezoeana sana na pengine ni ndugu. Na hii ni changamoto kubwa sana katika nchi zetu za Afrika. Huwa tunaajili watu kwa sababu ya kujipendekeza kwao, lakini tunaajili watu kwa sababu tunatafuta comfortability ya kuambiwa hapa bosi unaupiga mwingi sana, wewe bosi ukifa hauozi. Tunaajili chawa badala ya wafanyakazi. Nipungie mkono. Amua kubadili mtazamo wako. Unapompeleka mtu kwenye project ya kwako aende akaisimamie, hakikisha unapima uwezo wake wa kiutendaji ndani yake. Nazungumza haya kwa sababu kwenye kitabu cha Mathayo 9:37 Biblia inasema, kwa maana mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Mavuno ni mengi, fursa ni nyingi, kazi ziko nyingi. Dunia haina shida ya kazi, dunia ina shida ya ajira peke yake. Dunia nzima haina shida ya kazi, dunia ina shida ya ajira. Lakini kazi zipo nyingi, lakini wafanya kazi hawapo.